Fiwe watumishi wa Mungu. Amina. Ni mara nyingine tena nimefanikiwa kufika katika viwanja vya FPCT Bunju B Center. Lengo na kusudi ni kutaka kuwajulisha Watanzania kitu kinachoendelea katika wiki hii ya wiki ya sifa na mziki. Nimeshawishika kufika mahali hapa kulingana na shamla ninazoziona zinaendelea katika wiki hii. Na bahati nzuri nimeweza kumpata mwenyekiti wa sifa na mziki katika kanisa hili na mahali la FPCT Bunju B Amani Center. Kwanza mwenyekiti, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina mtumishi. Unaitwa nani na wewe ni nani katika sehemu hii kwa manufaa ya Watanzania na Wakristo wote? Kwa wale ambao wanatutazama na wanatusikiliza pia, kwa majina yangu naitwa Edwin Jonathan, ni mwenyekiti wa sifa na mziki hapa kanisani. Mwenyekiti, nilipenda kutaka kujua, ninaona kuna vitu vizuri vinaendelea mpaka sasa, nasikia kuna mdundo unaendelea ndani pale. Nini hasa kipi kinaelekea hasa katika wiki hii ya sifa na mziki? Watanzania kama mimi wengine hatujui kwamba sifa na mziki ni nini, yani imecombine vitu gani ambavyo vinaweza kutusaidia ili watu tuweze kuona shauku ya kuweza kuhudhuria matukio haya. Tuko kwenye maandalizi ya kilele cha sifa na mziki kwa wiki yote toka Jumatatu. Tuko kwenye maandalizi hayo, tunafanya maandalizi kama mnavyosikia mziki mdundo huko ndani unapigwa. Ni maandalizi ya kuelekea wiki ya sifa na mziki ambao kilele chake itakuwa ni siku ya Jumapili. Na wiki ya sifa na mziki hasa watu wanafaidika na vitu gani? Maana naona maandalizi ni mazuri kweli kweli. Kuna watu wanatamani kujua, yani ni vitu gani watakutana navyo katika siku hiyo na ratiba zenu zitakuwa zimekaaje? Wiki kama unavyosikia wiki ya sifa na mziki. Kwanza kwa ujumla, kwanza ukitaka kujua swala la sifa na mziki ni jambo zuri, lakini ni kitu ambacho kila mwanadamu anapenda kuwa nacho. Yani ukisikia sifa na mziki ni kitu ambacho ni kizuri sana. Lakini sasa watu tumezoea, tunakutana na sifa na mziki za ibada za kawaida. Labda unaweza kukuta tu kuna ibada ya Jumapili au Jumatano au Ijumaa, zinakuwa ni sifa za kawaida. Sasa jumlisha sasa ni kilele cha sifa na mziki. Kwa hiyo kuna tukio ambalo limezidishwa, yani kama ni imedabo zaidi na zaidi. Kwa hiyo tunatarajia kwa yule mtu ambaye hafahamu swala la sifa na mziki ni kitu ambacho tunakiandaa, yule mtu atakaye kuja hapa akutana na kitu tofauti ambacho anakutana nacho siku za kawaida. Ndio maana maandalizi ni makali. Kuna kwaya nyingi zimealikwa kutoka sehemu mbalimbali, kwaya kubwa, sio kwaya hizi na madi, kwaya kubwa zitakuwepo mahali hapa. Lakini pia wapigaji, yani kama unataka kukutana na mpigaji, uje kukutana na mpigaji wa bezi, atakuwepo hapa. Wewe unakutana na mpigaji wa solo, anapiga tu ile kawaida, yupo sasa, atakuwepo hapa siku ya kilele, atakuwepo hapa. Wanakuja muda si mrefu, mlindimo utaanza kusikia. Lakini pia uje kukutana na mpiga drums, yani drums, unayosikia drums inachanganya, itakuwa hatari. Sasa njoo uone drum napigwaje ya wiki ya sifa na mziki. Maandalizi ya wiki nzima sio ya kitoto. Watu hawalali. Watu wako moto. Ile fire, yani wanasema fire. Kwa hiyo nategemea wewe ambao unategemea kuja mahali hapa, tegemea kukutana na kitu cha tofauti kabisa. Kutana na wapiga mziki wenyewe, wapiga mziki sio rashia, wenyewe wapiga mziki. Kutana na waimbaji wenye vokare, yani ukisikia vokare utakutana nao mahali hapa. Kwa hiyo yule ambaye anatamani kuja aje, atatoka hapa hatajutia kuwepo mahali hapa. Na kwa manufaa ya Watanzania wakati tunaelekea mwishoni, unaweza ukamwelezaje au kumwelekezaje mtu ambaye anaweza kuwa yuko ndani ya mji wa Dar es Salaam lakini maeneo haya hajawahi kufika? Unaweza ukamwelekezaje kwamba location ya mahali hapa tunaipataje ili tuweze kujumlika wote? Kwa sababu vitu kama hivyo najua Watanzania wengi wanatamani, kwa sababu katika sifa ipo nguvu ya Mungu huwa inashuka katika watu, nguvu za uponyaji. Kuna watu wana shida mbalimbali, kuna watu wana changamoto za maisha, kuna watu wanatamani kutoka katika viwango vya hali ya chini kwenda viwango vya juu. Na Mungu wote tunajua yupo katika sifa, yupo katika kumwabudu, yupo katika neno pia. Unaweza kumwelekezaje mtu aweze kufika hapa bila changamoto yoyote kabisa? Mahali hapa bwana ni rafiki kabisa. Yani kama nasikia Bunju B Amani Center, mahali hapa ni sehemu rafiki, sio sema kupotea. Kwa mtu ambaye anatokea Bagamoyo,
unachukua gari, labda ni sehemu ya kupanda gari, unachukua gari ya moja kwa moja unashuka Bunjubi ya zamani. Achana hapa, kuna Bunjubi mbili. Kuna Bunjubi sokoni ambayo iko mwanzo kabisa kama unatokea Bagamoyo kupita daraja, lakini kuna Bunjubi yenyewe ambayo ilikuwa stendi ya zamani ya Bagamoyo. Kama unatokea mjini, ukipanda gari ya kutoka Makumbusho, Mawasiliano, Mbagara, wapi, chukua gari ambayo inaenda Bunjubi. Ukipanda moja kwa moja kituoni Bunjubi, ukishashuka Bunjubi kuna njia moja kama unaelekea Magwepande, ni ya vumbi kidogo, imechongwa, ni kama hatua za miguu 30. Baada hapo utaingia mkono wa kulia. Baada ukiingia mkono wa kulia kama hatua 15 au 20, kanisa utaliona liko mkono wa kushoto. Ni eneo fulani la wazi ambalo mara kwanza ilikuwa kama sehemu ya mnada. Kwa hiyo ni mahali hapo tunafanya viwanja vitakuwa hapo, tutakutana na waimbaji hapo. Mimi nikwambie tu ndugu mtazamaji na kwamba hautakiwi kukosa hii. Yaani hii sio ya kukosa. Hii inaitwa toroka uje. Yaani usikose. Kwa sababu tunategemea watu wenye shida mbalimbali wapone kikweli. Hujai kukutana na mtu anaimba, anamsifu Mungu, magonjwa yanatoka. Alikuwa na malaria, alikuwa na vichomi vinaisha. Sasa siku ya Jumapili ni siku ya kumaliza. Yaani unamaliza shida zako zote za mwilini, shida zako zote za rohoni. Alafu namtukuza Mungu. Mungu mwenyewe anashuka kwenye viwanja hivi. Labda nikuibie siri moja mtumishi. Hiyo ndio. Hapa tuna maombi ya kumshusha Mungu wiki nzima. Tumemwalika mtumishi wa Mungu ambaye ni mtu ambaye Mungu anamtumia kwa viwango vya hali ya juu. Nikuombe, kama una ndugu yako ni mgonjwa, kama una ndugu yako labda ameombewa sana, ameshaenda huko na huko kuombewa, imeshindikana, mlete hapa. Huyo ni mtumishi wa Mungu, namkubali sana. Mungu amekuwa anamtumia kwa viwango vya juu. Watu wanapona hata hawapo Dar es Salaam, wako mbali kabisa, wanaleta shuhuda. Kwa hiyo nikuombe, karibia kwenye viwanja hivyo, karibu sana na Mungu akubariki. Utaona mkono wa Bwana. Amina. Mimi nikushukuru sana ndugu mwenyekiti. Nikushukuru sana, nikuache uendelee na majukumu. Na Mungu awabariki sana. Na niwatakie maandalizi mema katika kuelekea siku ya sifa na muziki kitaifa kanisa la FPCT mahali hapa Tanzania. Mpendwa msikilizaji, kama ulivyosikia kutoka kwa mwenyekiti, ni wakati wa wewe sasa kuchagua njia iliyo salama. Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukaona kuna vitu havipungui katika maisha yako, kumbe ni kwa sababu umesahau katika eneo moja, eneo la sifa. Mpendwa, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Karibu FPCT Bunjubi Amani Center katika wiki ya sifa na muziki. Ibada yao itaanza Jumamosi na watamalizia kilele cha wiki ya sifa na muziki siku ya Jumapili. Karibu sana na Mungu wa mbinguni atakubariki. Amen.